Baba wa mbinguni, Mungu wangu mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu wangu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kweli ni mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu wangu mwenye nguvu, Baba wa milele. Neema zako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zaniriji moyo niamkapo. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo. Baba utukuzwe, Baba winuliwe, Ebeneza. Baba utukuzwe, Baba winuliwe. Amen. Naweza songea vitu vya mbele. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hiyo na fursa hiyo ambayo ametupatia tena ili tukaweze kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Kwa hivyo tumebarikiwa kuwa na wewe na tunamshukuru Mungu. Wakorintho wa pili 11. Wakorintho wa pili 11. Basi tunaongea kuhusu ukweli na tunachunguza, tunaona katika maisha ya Ukristo cha maana sana ni kujua ukweli. Nasema tena, cha maana sana ni wewe kujua ukweli. Kuokoka hakukupatii kinga. Kuokoka kuna kufanya kuwa mwana wa Mungu na pia kuna kupatia uzima wa milele. Lakini tuko na watu wengi wameokoka, wanahangaishwa, wanatatizwa, wanasumbuliwa kwa sababu sasa hawajui kweli. Unapaswa kuokoka, na baada ya kuokoka kimbishana, fanya bidii ujue ukweli. Baada ya kuokoka fanya bidii ujue ukweli. Kuokoka kwako hakumnyimi shetani nguvu ya kukutatiza, lakini kujua kwako kwa ukweli kuna mnyima shetani kabisa nguvu ya kukufanyia vile anataka. Tukisoma kitabu cha Mathayo 4 tunaona ya kwamba wakati Yesu alikuwa anajaribiwa, Kenya alikuwa anajua na ukweli aliokuwa anaujua ndio aliotumia kumshinda shetani na kukua kinga ya maisha yake. Kwa sababu kuna maandiko na vile alikuwa anajua. Yesu alikuwa anajua ukweli kuhusu kuishi. Imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mikate tu, ila ni kwa kila neno linalotoka kwa kinywa chake Mwenyezi Mungu. Yesu alikuwa anajua. Kwa hivyo aliongea kenye alikuwa anajua. Alikuwa anajua ukweli. Kwa hivyo shetani wakati alimshambulia, alimshinda na ukweli. Alimwambia, imeandikwa usimsujudie mtu mwingine, usiabudu miungu mingine, usiinamie mwingine. Kuna ukweli ambao Yesu alikuwa anajua, ndio aliyokuwa anatumia kumpiga shetani. Kile shetani alikuwa anasema, alikuwa anaongea si sawa, Yesu alikuwa anajua kuhusiana na vile imeandikwa, kuhusiana vile shetani anafanya, na hiyo ndio aliyotumia kumshinda. Mahali kwingine wapendwa, hautashinda kwa kuomba. Mahali kwingine wapendwa, hautashinda kwa kuongea ndimi. Mahali kwingine hautashinda kwa kufunga.
mahali kwingine utashinda kwa kuapply elimu ya Mungu ama neno la Mungu. Kumbuka, dini sio process kupata dini. Haufai kukaa chini nikufunze mambo ya dini. Hiyo ni kitu unapewa bure. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini elimu tunaipata kwa kufunzwa. So kuna mahali kwingine ujue ukienda hizo vita unapaswa kupigana na silaha ya ukweli. Sio kila vita unavamia na kuomba, sio kila vita unavamia na kuomba. Kiwanja kingine ya vita inahitaji uwe unajua ukweli ndio unapigana naye. Sasa hapa baada ya Yesu kumaliza kuomba, Yesu hakuomba tena. Yesu alikuwa anaongea ukweli. Yesu alikuwa anaongea kile kimeandikwa, na hivyo ndivyo alimshinda shetani. Na hapa inatuonyesha kwamba sio kila siku kila kitu unakemea, kila siku unaomba. Hapana, zingine simama useme imeandikwa katika jina la Yesu. Wakorintho wa 2:11 pale 4 maandiko inasema, maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine. So tunaona jambo lingine, kuna Yesu mwingine. Kuna Yesu mwingine, kumaanisha kwamba kuna gospel nyingine. Kumbuka, injili inamaanisha habari njema juu ya Yesu. Habari njema juu ya Yesu. Na sasa tunaambiwa kuna Yesu mwingine wa kuhubiriwa. Akija kuhubiria Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri. Sasa unapaswa uelewe, ya utaijua na maombi, hii utaijua na ukweli. Kuna Yesu ambaye anahubiriwa na kuna Yesu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna injili kamili ambayo ni habari njema juu ya Yesu, na kuna injili tosha. That's why tuko na wale wanajiita gospel artists na tuko na gospel ministers. You need to be very careful kwa kujua kubainisha mambo haya mawili. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue ndio wanamhubiri Yesu, lakini ni Yesu mwingine. Ukikaa chini usikilize vizuri, kikaa chini uangalie vizuri, utaona nyimbo nyingi. Wacha nikwambie, hata sio habari unasikilizaga, ni uchezaji unasikilizaga. Enda chukua hiyo wimbo, uigawanye mara mbili, uondoe muziki na uweke maneno kando, utapata kwamba hakuna kitu inaongewa ya maana ya kukusaidia. Utapata kitu kinafurahishaga moyo wako ni uchezaji. Enda tafutie hizo nyimbo nyingi zinasemekana ni za injili. Enda tu separate, utoe uchezaji na uache uweke maneno chini. Alafu kae chini utafutie ni nini anasema. Utapata hakuna kitu ya kukujenga. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni nyimbo za kupotezea watu muda. Katika ufalme wa Mungu kila unachopokea kinapaswa kukujenga. Lakini ukiziseparate hivi, utasikiliza kabisa, utafute ni nini kwa hapa ya kujenga moyo wa mtu. Unakosa. Unapata tu ni ile uchezaji, moyo upenda uibaki. Ule uchezaji peke yake tu ndio huwa unavutia moyo wako, huwa unasaidia moyo wako, lakini hakuna kitu unakula kutoka kwa uimbaji. Tunapaswa tuelewe ya kwamba ni kama karne tuliyoko kwa sasa, kuna zile vyakula ambazo wanaita fast food na kuna chakula halisi. Bwana asifiwe sana. Zote ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukila unashiba, lakini mwishowe nyingine inakuwekea matatizo. Lakini haikuwekei matatizo haraka, inaweka polepole sana. Na ile matatizo inakuwekea ni ya lifetime. Haitakuwekea matatizo ya ujinga. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ile matatizo inaweka kwa mwili yako inachukua muda sana. Kumaanisha ya kwamba hauoni uharibifu wake. Mwishowe ndio utakuja kugundua uharibifu wake. Na kuna zile chakula zingine unafaa ukule nduma ambayo imechemshwa asubuhi, unafaa ukule hizo hatutaki. Na hiyo ndio kila inaweka vitu ya maana kwa mwili wako. Tunataka tukule tu Indomie, tukule hizo ndio watu wanataka kula wakule, lakini hakuna kitu inasaidia kwa mwili wako.
Hivyo ndivyo injili iko. Lazima tujue ya kwamba tuko na injili ya unga ya kusiaga na tuko na injili ya unga ile nyingine ya ajabu. Sasa ujue ni gani inavutia sana. Ujue ajabu kupika ni haraka. 5 minutes pop, white chop. Watoto wanataka hiyo. Lakini kupika ya gethei inachukua muda. Na ukikula nayo unasikia umekuwa na kuna kitu inakuwekea kwa mwili. Unajua hivyo ndio kuko. Hii injili nyingine ya vitu vingine inavutia na inashika watu sana. Lakini napata the original gospel ni wachache wanakula. Bwana asifiwe sana. So hiyo ndio tunaita another Christ, another Jesus. Wapendwa, kuna Yesu mwingine anahubiriwa. Lakini ukitarajia wahubiri vibaya, hiyo utapata. Hii mambo ya Mungu ukitarajiaga iwe mbaya, usikie vitu mbaya, hakuna. Kwa sababu si vitu vyote vizuri ni vizuri. Na sio kila habari njema ni habari njema. Wakikuhubiria Yesu mwingine ambao sisi hatukufanya nini? Hatukumhubiri. Au mkipokea roho nyingine. Sasa tunaona kuna Yesu mwingine na pia kuna roho nyingine. Ya pili, kuna roho nyingine. Hatuambiwi ni ya shetani, hatuambiwi ni pepo, lakini tunaambiwa kuna roho nyingine. Ni kumaanisha Yesu mwingine ukisikiliza habari zake utawekewa na utapokea roho nyingine. Utapokea roho nyingine msioipokea au injili nyingine. Pia tunaona kuna injili nyingine. So kuna vitu vitatu. Kuna mtu ambaye ni Yesu mwingine, kuna injili ambaye ni mafundisho, na kila mafundisho iko na roho. Kwa sababu ni injili nyingine inaweka roho nyingine. Na nimekuambia hizi kutambua sio rahisi. Mwenye atatambua hizi ni mtu aliye na elimu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu yeyote hawezi tambua hii, maana hiyo utaitambulia kwa maombi. Bwana asifiwe. Hebu nisome kitu mahali inafikiri hii itakusaidia. Kitabu kile cha Wakorintho acha niangalie. Hallelujah. Nikipata sawa, nikikosa sawa. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Maybe nitakusomea kesho. Sijaona siku iandika. Sijaona siku iandika. Nitakusomea kesho. Sasa niko na Biblia kadhaa hapa. Hizi zote huwa nimefanya msako tu kwa kanisa. Na zote ni Biblia ukiziangalia, lakini wengi hawajui si Biblia. Kwa sababu hii zinaitwa Biblia nyingine. Haleluya. Na nikianza na moja, unaona hata inaitwa Another Testament. Unaona inaitwaje? Another Testament of Jesus Christ. Tumeongea kuhusu another. Another Testament inamaanisha nini? Haimaanishi agano jipya, inamaanisha agano nyingine ya Yesu. Halo? Na kuna mtu anashika hii na anasomaga hii na anatumia hii because akishaona testament. Akishaona nini? Testament. Testament ni agano. Covenant. Akishaona hii anajua hii. Alafu akiona Jesus Christ. Ndio kama kumwambia sio kila kitu imeandikwa Jesus Christ, ndani ni Jesus Christ. Unajua kinatuma wewe alinunua na akaichukua ni kwa sababu aliona jina Jesus Christ. Sio kila kitu imeandikwa Jesus Christ ni nini? Ni Jesus Christ. Lakini sasa ukienda ndani, vile vitabu viko ndani, vitabu fana. Sawa. Vitabu fana. Aya, ukisoma hapo juu imeandikwa the book of Mammon. The book of Mammon. Na Mammon tunampata katika kitabu cha
Matthew chapter 6 verse 24. Hamwezi mkamtumikia mabwana wawili. Hamwezi mkamtumikia mali ama pesa. So mamon ni nini? Ni mali ama pesa. So hichi ni kitabu cha Mamon. Na Mamon peke yake ndio tunaona imewekwa level moja na Mungu. Hamwezi mkamtumikia Mungu na mkatumikia Mamon. Wameweka in the same level. Sasa Mamon ni Mungu kivyake. Sasa tayari kama unajua pia wako na nini? Wako na Biblia yao. Bwana asifiwe. Tuko na ingine hapa inaitwa Biblia Takatifu Tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Tuko na watu wengi wako na hii na wanasoma. Na hizi sawa. Hizi Biblia. Bwana asifiwe. Tafsiri hii ni tafsiri ya nini? Ya Ulimwengu Mpya. Tukikuwa na muda na wewe nikuchambulia utaipata ni si sawa. Nafikiri nimejawa na tafsiri ya Ulimwengu Mpya, hizo nyingi. So kumaanisha kwamba hizo Wakristo wako nazo sana. Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo. Sasa mtakishaona jina Kristo mara moja anapita nayo. Alafu kila kitabu cheusi ni Biblia, si ndio? Kila kitabu kieusi ni Biblia. Sisi Wakristo wanajua hiyo. Amen. So utaomba unisaidie kufanya msako ya hizi. Na unaanza na wewe. Sawa sawa. Alafu niko na nyingine inaitwa Biblia. Inaitwa vitabu vya Deuterokanoni. Habari njema. Vitabu vya Deuterokanoni, sio Deuteronomy. Na ukisoma ndani, sijui kama nitapata hivyo vitabu vyake. Iko Genesis, Exodus, iko kitabu cha Mwanzo, hizo zote ziko. Lakini sasa hii iko na vitabu ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 imeongezwa. Kuna kitabu kinaitwa Tobiti. Kuna kitabu kinaitwa Yudithi. Kuna kitabu kinaitwa Esther. Kuna hekima ya Salomoni, sio Suleimani, Salomoni. Kuna kitabu kinaitwa Sira, kuna kitabu kinaitwa Baruku, kuna kitabu kinaitwa Barua ya Nehemia. Iko na vitabu nyingi. Kuna kitabu kinaitwa Wimbo wa Vijana watatu. Kuna kitabu kinaitwa Susana, Eli na Joka. Kuna kitabu kinaitwa Wa Makabayo wa kwanza na Wa Makabayo wa pili. Alafu sasa iko na New Testament. So hii iko na mara tatu. Kuna Old Testament yenye tunajua, alafu kuna hii Deuterokanoni, alafu kuna New Testament. So ukipata hii tu utaendelea nao ni Bible. Amen. Niko na nyingine hapa, natumai tu sijui kama ni hiyo kama ni gani. Hii ni ya Deuterokanoni. Sijui kama umejua ni Biblia ya wapi? Hii ni ya Catholic. Hii yenye nimesoma hii, it's Catholic. Alafu unasemaga tuko same na wao. Siku moja nitakuja kuwafunza deep. Unajuaga wa Catholic wa hapa. Hata wale Waislamu mnajua Kericho tu ni wale wa hapa tulifanya na wao siari tunasoma na wao. Lakini wale wa deep ndani si mzuri. Ukienda deep kwa Catholic si nzuri. Wewe unajua vitu za juu hapa si nzuri. Hii niko nayo, hii ni ya Wahindi. Hii inaitwa Gita. Najua ukiwa msomi utatafuta kila kitu. Hii niko nayo, hii ni ya Wahindi, Gita. Pia najaribu kujua vitu zao, umesikia? Nilikuwa na Quran, sijui mwenye alinipea alitetemeka sana, tena karudi akaichukua. Bado natafuta. Naendelea kutafuta Biblia vya aina nyingi. Hii tu ni vile imechorwa. Ingekuwa black hata Wakristo watawapata nao. Anaenda naye. Hizi zote nilizitoa wapi? Nilikuwa napatana nayo na mtu. Na wakati nilikuwa ninafunza neno la Mungu. Sasa nilikuwa ninafanya hivi vitu na nikaanza kuambia watu jaribu kuchunguza kama Biblia yako ni sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Si tayari mnaona hii vitu iko na iliingia kitabu. Kwani imekuja juzi?
Imekuja juzi. Hivi vitu ni ya zamani. Ni watu wanaanza kudiscover saa hii. Lakini vitu tayari viko na viko ndani ya hii makanisa tunaita makanisa ya kiroho. Ile andiko ambao nilikuwa ninatafuta nilikusomea, roho inayojua roho ya mwanadamu ni roho ya mwanadamu. Na roho inayojua roho ya Mungu ni roho wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Sijui mbona hiyo andiko imepotea hapa na nimekuwa tu nayo hapa. Anayejua roho ya mwanadamu ni roho ya mwanadamu. Na anayejua roho ya Mungu ni roho ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Najaribu kusema atakaye discover uongo ni elimu. Elimu ndio itakusaidia kujua ukweli ama uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tufanyeni bidii tulijue neno la Mungu sana. Hebu tusome kitabu cha Wagalatia 1:11 alafu tutamaliza. Biblia inasema, kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri, injili niliyowahubiria. Paulo anaongea kuhusu injili ambayo amehubiri. Anasema injili niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Hiyo inamaanisha nini? Tuliambiwa katika Mathayo, mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Kwa sababu neno lingine tunalipata hapa ni injili ya namna ya kibinadamu. Kwa sababu Paulo anasema injili niliyowahubiria sio injili ya namna ya kibinadamu. Kumaanisha kwamba kuna injili ya namna ya kibinadamu. Haina pepo, haina shetani, haina Mungu, lakini ni ya kibinadamu. Akili za kibinadamu, ni ubinadamu. Paulo anasema injili ambao nimewahubiria sio injili ya nini? Ya kibinadamu. Kumaanisha kuna injili ya nini? Ya kibinadamu. Je, umewahi kaa chini ukahubiriwa injili na ukasema hii ni ya nini? Ni ya kibinadamu. Injili ya kibinadamu, natumai faida zake zote hazipiti kiroho, ni faida za kibinadamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Injili za kibinadamu ni injili ambayo inagusa ubinadamu, imepangwa na ubinadamu. Watu wanakaa chini wanasema tufanye aje? Tufanye vitu ambaye kwazi watu, tufanye aje? Sasa unapata injili ya namna hiyo, unapata mwanadamu anakuwa sana, lakini katika mambo ya kimungu hakui. Sasa wanajaja kwamba Mungu ni mzuri kwetu kwa sababu sasa tuko na mabiashara, watu wanaendelea vizuri, watu wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimeona siku hizi mpaka chakula zinapeanwa church. Na unapata hiyo inafutia watu sana. Utapata wengi wataenda kwa sababu ya nini? Ya hiyo chakula peke yake. Maji. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anasema injili ninayohubiri sio injili ya nini ya kibinadamu. Hiyo niliyowahubiria sio injili ya namna ya kibinadamu. Mstari wa 12. Kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu. Kumaanisha ya kwamba kuna injili ambayo inapokewa kutoka kwa wanadamu. Yes. Kuna injili ambayo watu wanapokea kutoka wapi? Kwa wanadamu. Sijui kama unajua hivi vitu. Kwa sababu kama kuna injili ya kibinadamu, basi inainua wahubiri wa kibinadamu. Maana chochote kitatokezea lazima kitazaa. Na sasa kama kuna injili ya kibinadamu, basi pia inatuzalia nini? Wahubiri wa kibinadamu ambao wao wanapima huko na Mungu kwa sababu ya vitu ya kibinadamu. Hawa ndio wanasema gari ni baraka, vitu ni baraka, kwa sababu ni injili inayotambua maisha ya kimwili. Sasa utapata ya kwamba msisitizo wao na msingi wao unalenga kwa wewe kuishi vizuri peke yake, lakini hauendi zaidi kushughulikia maisha yako ya kiroho. Kwa kifupi, Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mikate tu. Sasa injili ya kibinadamu inadili na mikate tu. Lakini Yesu alisema si mikate tu, ila ni kwa mikate
neno. Mikate, so tunahitaji kukula vizuri, tunahitaji kuvaa vizuri, tunahitaji kuendesha magari mazuri, lakini pia tusisahau kumlisha na kumjenga roho aliye ndani yetu. Lakini sasa unaona hiyo injili inakuja, ukikaa chini utafute ubaya wake, haina nini? Ni vibaya nibadilishe kila Jumapili nianze kupea watu chakula hapa? Ni vibaya? Nasema ni vibaya. Mwenye ana chakula si atapata chakula? Amesaidika ama hajasaidika? Bwana asifiwe. Lakini lazima nilenge, nihakikishe na kugusa sehemu zote. Nihakikishe huyu mwanadamu wa mwili namgusa, na pia mwanadamu roho pia ninamlisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? So kwa kuwa sikuipokea wapi? Kwa wanadamu, wala sikufundishwa na wanadamu. Kwa hivyo kuna wanadamu wanaachilia injili ya kibinadamu, na pia wanafundisha injili ya kibinadamu. Wala sikufundishwa na wanadamu. So kuna wanadamu wanafundishana. Nafikiri ukienda Nairobi ndio unaweza elewa kenye nasema. Vile watafanya wafikie watu na wachukue pesa kwa watu. Hiyo inafanyika sana Nairobi. Bwana asifiwe sana. Na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa unaona hii injili alijua kupitia kwa ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Petero alifunuliwa ya kwamba Yesu ni nani. Alifunuliwa. Injili tunayotaka ni injili ya ufunuo. That's why serikali ikija itusukume tu Bible school peke yake ndio ikuwe qualification, hiyo na maandiko haipelekani. Kwa sababu Bible school ni mtu anaweza enda tu kusomea kama kukua mwalimu. Na Bible na Biblia ikuwe textbook na apate vitu pale ya kufundisha watu. Because kwetu tunaamini qualification ya kukua pastor sio kwenda Bible school. Lakini ni vizuri watu waende Bible school. Hata mimi nimesoma, nimefikia, nimepata diploma, bado ninataka kuenda zaidi. Bwana asifiwe. Lakini ni vizuri ikiwa unataka kufunza watu, tafadhali hakikisha kwanza uko na calling. Iwe ni calling ndio unatumia. Kwa sababu tukisimama zaidi nianze kuwahubiri hapa kulingana nilifundishwa Bible school. Bible school nitakosa ufunuo. Mpendwa, nahitaji kufunuliwa kukufundisha. Lakini Bible school kuna vitu zitanisaidia. Lakini ufunuo sipati Bible school. Sijui kama tunaelewana? Ufunuo sipati Bible school. Bible school tunaweza enda hata tufundishwe hata na kimutu hata akijaokoka. Lakini kinaingiaka tu kinafundisha na kinaenda zake. Tunaelewana? So zaidi ya Bible school tunahitaji nini? Ufunuo. Kwa kufundisha mambo ya Mungu wapendwa, tufundishe na ufunuo. Maana ufunuo ndio itakayokubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. So twende Bible school, si vibaya, maana pia tuko na walimu watatusaidia kuelewa maandiko. Historia ya Biblia yote ni mzuri. Lakini kifika kusaidia watu na hii Biblia, please pata ufunuo. Maana kinachobadilisha watu ni ufunuo. Hakuna kitu kingine. Kenye kinanifanya leo unanisikiliza, kesho unanisikiliza na hauboeke na uchoki na mimi, ni kitu mpya inayotoka ndani yangu peke yake. Hiyo tu ndio inakusababisha bado leo unakuja nisikiliza, kesho unakuja kunisikiliza. Sijui kama tunaelewana? So hiyo kitu mpya, hiyo ndio ufunuo ambayo tunapata. Wakorintho wa kwanza, natumai nimeipata. Wakorintho wa kwanza 2:11. Sijui mbona hii kanipotea. Wakorintho wa kwanza 2:11. Ndio hiyo 10. Inasema hivi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. So tunahitaji kufunuliwa. Tunahitaji hii mambo ya Mungu, tunahitaji kufunuliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunahitaji kufunuliwa. Maana roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajua mambo ya binadamu? Ni nani anajua mambo ya nani? Ni nani anajua mambo ya nani? Na that's why unaona ya kwamba serikali na wanadamu hata wajaokoka, kuna suluhisho wanapatia na wanadeal na vitu ya wanadamu.
Hatuwezi okoka na tukasema kwamba watu wa nje hakuna kitu wanafanya. Hapana, mwanadamu anajua mambo ya mwanadamu, na suluhisho ya mwanadamu pia mwanadamu hako nayo. Halo, ni nani anayejua mambo ya mwanadamu? Ni nani? Ni mwanadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. So roho ya binadamu inajua roho ya binadamu. Kwa hivyo ukitaka kuelewa mambo ya ubinadamu unahitaji kutumia ubinadamu. Ukitaka kuelewa mambo ya Mungu lazima uwe na uungu ndani mwako. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila ni roho wa Mungu. Mambo ya mwanadamu ni nani anajua? Roho ya mwanadamu. Mambo ya Mungu ni nani anajua? Ni roho ya Mungu. Kwa hivyo ukitaka kumjua Mungu unahitaji roho wa Mungu. Ukitaka kumwelewa mwanadamu unahitaji kuwa na roho ya mwanadamu. That's why wewe unapaswa kunielewa kwa level ya kwanza ya ubinadamu. Sote ni wanadamu. Unapaswa kunielewa. Unapaswa kunielewa maana uko na roho ambaye mimi hiyo roho niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maana uko na roho ambayo niko nayo. Roho ya mwanadamu inajua roho ya mwanadamu. Hiyo ni kumaanisha asiyekuwa na roho ya Mungu asituambie kuhusu Mungu. Simple. Hiyo inamaanisha asiyekuwa na roho wa Mungu asikwambie kuhusu Mungu. Narudia tena. Asiyekuwa na roho wa Kristo asikwambie kuhusu Kristo. Asiyeamini neno la Mungu asikwambie kuhusu neno la Mungu. Unapoteza muda wako bure. Mara nyingi mimi hupenda sana kwenda kufanya injili ya moja kwa moja, uso kwa uso, door to door. Unaenda unapatana na mtu ni mlevi, yeye anataka kuniongelesha mambo ya Mungu. Mimi huwa namuacha. Naanza kuniambia unajua nilikuwa kanisani najua mimi najua Biblia. Hakuna shida na wewe kujua Biblia. Biblia hakuna mtu ajua. Mtu yote anajua kusoma Biblia, si atajua vifungu. Lakini sasa mimi ndio nimekuja kukusaidia. Wewe unataka kuniambia kuhusu Mungu na hauyuko ndani yake. Funga mdomo tukuambie sisi. Na kuanzia leo na kuendelea maisha yako yote, asiyekuwa na roho ya Mungu asiwahi kuambia kuhusu Mungu. Simple. Asiamini vile unaamini, asikuongeleshe kuhusu imani yako. Mtu anafaa kukuongelesha kuhusu pasta yako ni mtu ambaye mnakuaga naye kwa hiyo kanisa. Aende hiyo kanisa, hakuna kitu atakwambia kuhusu pasta yako. Ya nini? Na wewe si mshirika wa huyo pasta. Mshirika wa huyo pasta aniambie kuhusu huyo pasta. Sijui kama ni sawa hapo. Sijui kama ni sawa hapo. Mshirika wa hiyo kanisa aniambie kuhusu hiyo pasta. Wewe kimbele kutoka hiyo ndani niambia nini kumhusu. Na wewe sio wa hiyo kanisa, haumjui. Wanaojua huyo pasta ni wanaoshiriki kwa hiyo kanisa, wanaokuaga na yeye wanamjua. Lakini wewe sio hapo nataka kutuambia kumhusu. Wewe uko na zako wewe. Usiwahi ruhusu mtu yoyote akuambie kuhusu Mungu na ana roho wa Mungu. Usiwahi ruhusu. Achana naye. Achana naye. Usiwahi simama mahali popote mtu anataka shindana na wewe kuhusu Mungu. Achana naye. Achana naye. Utaharibu muda wako bure kwa sababu mambo na ufunuo hana. So hakuna vile ataniambia hii Biblia na hana ufunuo kuhusiana hivi, kwa sababu hata mimi mwenyewe nafunuliwa hii Biblia. Nafunuliwa. Na ndio maana nilijazwa na Roho. Huyu ni msaidizi wa kunifunulia kuhusu hii Biblia. Sasa kama una Roho, hakuna vile unaweza kufunulia hii Biblia. So mtu yeyote asiyeamini kwa ujazo wa Roho Mtakatifu hawezi kuniambia kuhusu Biblia. Hawezi kuniambia kuhusu Biblia. Kwa sababu ataniambia na mawazo na akili ya kibinadamu. Maana inagharimu Roho wa Mungu kukufunulia. Halo, tusome tumalize mstari wa 10 nasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Ukianza kumwambia jambo lingine tunaona inaitwa roho ya dunia. Bwana asifiwe. Roho ya dunia itatuelezea sana kuhusu nini? Dunia. Roho ya dunia inajua dunia. Roho ya dunia inajua dunia. Na itatuambia zaidi kuhusu
asifiwe. Mbali roho atokaye kwa Mungu ndiye tulipokea. Sisi tumepokea roho gani? Atokaye kwa Mungu. Please, tunaweza kukuambia kuhusu Mungu. Kwa nini naweza kukuambia kuhusu Mungu? Maana niko na roho atokaye kwa Mungu. Qualification ya mtu kukuambia kuhusu Mungu ni nini? Qualification ya mtu kukuambia kuhusu Mungu ni nini? Ni roho wa Mungu ndani yake. Ukitaka kuniambia Yesu, uwe na roho wa Yesu ndani mwako, ndio uniambie kuhusu Yesu. Amen. Nafikiri unaelewa hiyo. Makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Roho, kwa nini tumepewa Roho Mtakatifu? Ili tupate kujua yale mambo ambayo tumepewa na Mungu. Kuna vitu tumepewa na Mungu. Number 1, tumepewa Yesu bure. Number 1, tumepewa nani? Tumepewa Yesu bure. Ama tulifanyaje tukapewa Yesu? Tulipewa Yesu bure. Roho Mtakatifu tulipewa bure. Neema bure. Kuna vitu vingi tulipewa bure. Sasa Roho wa Mungu kwa nini amewekwa ndani yetu? Ili tujue hizi vitu zetu tulipewa. Wokovu tumepewa bure. Sasa tunahitaji Roho wa Mungu atufunulie hii wokovu. Si pia Nicodemus alikuwa ni mwalimu? Nicodemus alikuwa ni mwalimu. Wakuu wa makuhani na makuhani so walikuwa walimu wa hii Biblia. Ni nini ilileta tofauti kati ya Yesu na wakuu wa makuhani? Revelation and the power. Ufunuo na nguvu peke yake. Kwa sababu Kenya unahitaji mpendwa ni ufunuo wa hii neno ndio inabadilisha maisha yako. Nilikwambia uchukue Biblia uweke chini ya kitanda ulalie, you are doing nothing. Nyumba ikiungua, Biblia itaungua. Itafanya nini? Itaungua. Usiniambie iwezi ungua. Ama iraruki. Si Biblia pia inararuka? Kwa sababu hii ni karatasi na wino. Hii ni karatasi na nini? Na rangi. Na imeandikwa na nini? Na mashini. Hii iliandikwa na nini? Nataka kuniambia hii ni Roho ameandika? Tuongee ukweli. Hii ni Roho ameandika? Ama imeandikwa na mashini? Mashini ndio imeandika hii. So ni nini ambayo sisi tunachukuaga? Hiyo maandishi hiyo ndani yake ndio imebeba maisha yetu. Ndani yake hiyo ukiisoma, unaona hiyo kuisoma, hiyo ndio Roho wa Mungu, hiyo ndio neno la Mungu. Hiyo ndio imebeba ufunuo. Sasa hiyo ufunuo inayotoka kwa hiyo maandishi hiyo ndio huenda tubadilisha. Sasa ukiwa na ufunuo wa neno la Mungu, ukilala utalala salama. Lakini ukichukua hii makaratasi weke chini ya pilo, utatakiwa tu, hakuna shida yoyote. Utatakiwa tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. That's why nimebadilisha siku hizi nasema knowledge ya Mungu, knowledge of God is not power. Knowledge of God is not power, but applied knowledge of God is power. Applied. That one should be Luke chapter 6 verses number 46. Kwa nini kuniita Bwana Bwana wala hamfanyi vile nina? So tayari wako na vile nimesema. Tayari wako na vile they have knowledge. Lakini haiwasaidii. But when you start applying the knowledge of God, ndio power inakuwa hapa. So mambo ya Mungu yanakuwa na nguvu wakati unayaweka kwa matendo. That's why bado tunaambiwa imani bila matendo imekufa. So nguvu ya imani ni matendo. Wengi wameringa na wamefurahia wako na knowledge, but they don't apply that knowledge. Ukiwa unasumbuliwa usiku na ndoto na nini, read the word, apply it, then go and sleep. Hiyo mambo inakuwa sawa. Haya, mstari wa 13 tumalize nayo twayanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. We need to be very careful. Kuna watu wanahubiri na kufundisha na kunena hili neno kupitia kwa wisdom ya kibinadamu. Ninajua dunia tunayoelekea, karne tulioko, watu wanasisitiza sana na elimu, lakini watu wanapaswa kuelewa kuna elimu ya ulimwengu na kuna elimu ya Mungu. So make sure kuna zote.
Make sure uko na zote, so that uweze kutumia elimu ya Mungu na hekima ya Mungu kutafsiri na kuongea mambo haya ya Mungu. Maana ukitumia ya Bible school, nyote tukiwasimamisha mtatubadilisha, mtafanya tu vile mlifundishwa. But tunataka something different. Kitu tofauti ni gani? Ni kunatokezea something new ambao ni revelation. Bwana asifiwe sana. Mbali na yafundishwa, mbali yanayofundishwa na nani? Na Roho. Si Roho kwa mwalimu wako. Si Roho kwa mwalimu wako. Kenya amekufunza kuja utufundishe, itakubadilisha. Itatufanya nini? Itatubadilisha. Bwana asifiwe. Nafikiri vitu ambavyo walimu wa primary na high school wanafundisha haiwabadilishi ama inawabadilisha. Na nafikiri vitu mingi walimu wa high school na primary school wanafundisha hawa-apply hizo vitu. Wanafanya hizo vitu, wakienda nyumbani wanafanya hizo vitu. Maana kisomo walichonacho Kenya wamefunzwa tu wafunze watu kuifanya, lakini kwao hata hawafai kuifanya. Sijui kama unanielewa. Sijui kama umenielewa. Kenya walimu wa mashule wanafundishana, hawahitaji kuifanya, haiwasaidii, hata haihusiani na wao. Lakini tu wamefunzwa tu wafunze watu wengine wafanye. So saa zingine tukitegemea Bible school pure ni Bible school peke yake, utakuja tu kutufunza tufanye sisi, lakini kwako wewe haikusaidii. Wapendwa, Kenya nahubiria kinapaswa pia kunibadilisha mimi. Ni kitu hata mimi. Na ndio Paulo akasema aje, sikumbuke vizuri, nisiwahubirie watu wafanye nini? Waingie, alafu mimi nikuje nifanye nini? Nikose. Paulo anajaribu kufanya nini? What I'm teaching you, even me ninafanya. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu ni gani? Ni kwa sababu hajafunzwa na wanadamu, ni ufunuo amepewa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukipewa ufunuo, mpendwa, mtu wa kwanza inaanza kusaidia ni wewe. Haleluya. Mtu wa kwanza inaanza kusaidia ni nani? Ni wewe, kwa sababu umefunuliwa wewe. Sasa ukitupatia, wapendwa, mimi na wewe tumesaidika. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Iko kitu umejifunza mpaka hapo? Amen. Natumai wiki ijayo tutaingilia jambo lingine. Natumai leo utatupatia mwelekeo na utabarikiwa. Simama juu kwa miguu yako. Sikiliza, mimi akili yangu imepiga hesabu, leo ni Friday kabisa. Kila mara tunakumbuka leo ni Friday. Hapana, tutamalizia kesho nje. Akili yangu imekimbia mbele, unajua nimejaa na vitu mingi ya next year. Sasa ndio napata kwamba mimi nimeanza kuishi mwaka ujao. Sijui kama umeanza kuishi mwaka ujao. Mimi nishaanza ishi mwaka ujao, nasikia nishatoka hapa, niko na mambo mengi ya mwaka ujao. Chukua nafasi ino mikono yako, mshukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo umepokea asubuhi leo. Bwana wewe ni mwema, ninakushukuru. Bwana wewe ni mwema, ninakutukuza. Bwana wewe ni mwema, ninakuinua, ninakupa sifa Bwana, nakupa utukufu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Tunakutukuza Baba, tunakutukuza Mungu, tunakutukuza Mfalme, tunakupa sifa. Wewe ni mwema Bwana, unastahili utukufu na unastahili heshima zote. Katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu Jehova, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. Jumapili na kukaribisha, tutakuwa na ibada inaitwa appreciation service. Tutakuwa tukiappreciate Apostle Simiyu, na we will have an opportunity ya kuongea kuhusu Apostle Simiyu akiwa ako hai. Maana alikwambia Yesu atanipata nikiwa hai. Watu wanaongeaga sana wakati mtu amefanya nini? Ameaga. Mimi ni mmoja kati ya wale ninaamini I will not die, because Biblia inasema kwamba sio wote watalala. Watu wao wanasahau hiyo. Biblia imesema sio wote watalala. Alafu namba 2, Biblia inasema Yesu anakuja anytime. So anytime, mimi sikufi anytime. So kama Yesu anakuja wakati wowote, atanipata ningali hai. Biblia inasema wale watapatikana wamekufa katika Kristo watapewa, watavalishwa miili mipya, na wale watapatikana wakiwa hai watabadilishiwa. Mimi niko kwa kategori ya kubadilishiwa. Sasa inadependa wewe vile umesoma maandiko, unaweka imani yako wapi. Ama hata uko kwa hiyo kifagenge,
Unaendaka kuzika ndio mnakuwa amekula. Alafu mkitoka hapo mnasema hatujui ni nani anakula hapa. Mimi sikuwahi kwa kifagenge. Mimi siko kwa kifagenge kwa jina la Yesu. That's why kanisa tangu nianze hii kanisa mimi sijazika washirika. Unajua hivyo? Na mimi sijazika. Na kama kuna wenye nilizika ni walikana mimi wakafaa nini? Wakatoka. Walipotoka kikawaumania tukaparticipate na hiyo kanisa kufanya hiyo shughuli. But me I don't bury actually. Yeah. Do you know why? Sio tu kwa kusema, pia mimi ninakemea sana roho ya kifo na deal nayo kwa kanisa na inanisikiliza kwa sababu mimi sio kwa wala. Lakini ningekuwa na uoga niseme wapendwa, unajua hatujui tutakufa lini, usiringe. Mimi ninaringa maana sikufi naringa na Yesu. So hata kifo inajua hivyo. So nikikataa, nimeikataa kwa kanisa, ninakuwa imekataliwa. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. So ni vizuri kuongea kuhusu mtu akiwa haya asikie. So Jumapili tutakuwa na nafasi, sitahubiri, tutapeana kipaza sauti. Pastor Simiyu amekuwa baraka kwako namna gani? Sivyo ndio watu wanaongeaga. Haki huyu pastor ndio sasa ukiongea wao wanamwambia hapo umedanganya. At least we'll have a time ya kuongea kuhusu pastor, jinsi my ministry imekubariki tangu unisikie, tangu juane na mimi, tangu uanze kunisikiliza. Unaweza ukasema haya mambo na si vibaya, na tumtukuze Mungu. Sema amen na tumshukuru Mungu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana na kutende mema katika jina la Yesu. Kutoka kwetu hapa tunasema ukuwe na siku njema katika jina la Yesu. Amen. God bless you. Shika sadaka zako nikuachilie unapoondoka. Tutakuwa tukimalizia